Takwimu zinaonyesha kufikia Disemba 2025, asilimia ya upenyo wa simu janja au smartphones penetration kwa idadi ya watu imeongezeka hadi kufikia asilimia 41.82 kutoka asilimia 39.53 iliyokuwepo mwezi Septemba mwaka 2025. Aidha, asilimia ya upenyo wa simu za rununu au feature phones imeongezeka kutoka asilimia 86.35 kwa mwezi Septemba 2025 hadi kufikia asilimia 87.11 kwa mwezi Disemba mwaka jana 2025. Hii inaonyesha jitihada zinahitajika zaidi kuongeza idadi ya simu janja ili wananchi wengi zaidi waweze kutumia fursa za kidijitali. Hivyo basi, kwa msingi huo, ninapongeza sana kwa jitihada zenu zitakazopelekea ongezeko la simu janja kwa watumiaji. Eneo hili kwa kila kampuni ya simu na watoa huduma nimekuwa nikiliwekea mkazo sana. Kuwa na asilimia 41.82 tu ya simu janja bado ni kiwango kidogo sana. Watanzania wameamka, Watanzania wana ari na Watanzania wako tayari kutumia simu janja wakipewa nafasi. Kwa niendelee kutoa rai kwa Airtel Tanzania na kampuni nyingine zote za watoa huduma kuweka mifumo ambayo itasaidia wananchi wetu kuweza kukopeshwa na kuweza kupata simu janja na simu nyingine rununu kwa gharama nafuu sana. Lakini kama ni simu rununu, basi zile ambazo zimeboreshwa na zinaweza kupokea baadhi ya huduma ambazo ni za kisasa. Lakini vile vile, ndugu zangu, natambua maduka haya nitakayozindua leo hii kama ishara yatakuwa ni maduka ambayo yamezingatia mifumo ya kidijitali au smart shops, kwa maana kwamba kama mlivyoeleza kupitia kwa dada yangu Adriana, hamtatumia karatasi. Kila huduma mtakayoitoa hapa itakuwa ni huduma inayopitia kwa njia za kidijitali, na tunaamini pia mtakuwa mmesaidia katika uchumi wa kijani, lakini vile vile mtasaidia kutunza mazingira na kupunguza muda wa wateja wetu katika kupata huduma. Hongereni sana. Ndugu zangu wageni waalikwa, ndugu zangu wafanyakazi wa Airtel, tunafahamu sote kwamba vijana ni kundi kubwa na ni muhimu katika kufanikisha malengo ya kimaendeleo kupitia uwezeshaji kwa njia ya ajira, lakini vile vile kwa njia ya mitaji. Uwekezaji huu ambao Airtel Tanzania mnaufanya, tunatambua namna gani mtaweza kuwezesha katika kutengeneza ajira kwa vijana wengi zaidi nchini kupitia ajira za moja kwa moja, lakini vile vile kupitia ajira nyingine ambazo si za moja kwa moja, ambapo wananchi wengi zaidi wataweza kunufaika na mnyororo wa huduma ambazo mnazitoa. Wako watakaopata ajira kupitia kufanya kazi katika maduka haya 31 tunayoyazindua, lakini vile vile wako wengine watapata nafasi ya kuweza kujiajiri kupitia huduma za mawakala. Hii ni fursa kubwa, niwaombe vijana wetu waweze kuitumia. Ndugu zangu wageni waalikwa, bali pia na maduka haya, nipende kuchukua nafasi hii tena kuwapongeza sana Airtel Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri mnayoendelea kuifanya ya kuimarisha mawasiliano kwa kujenga minara 169 ambayo ilikuwa ni utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 ambao tuliweza kukamilisha Disemba 31. Hongereni sana. Minara yote hii tumeikamilisha kwa wakati kwa asilimia 100, na kwa sasa wananchi wanaweza kupata huduma. Zaidi ya wananchi milioni 8.5 wameweza kunufaika na minara hii. Hongereni sana. Nafahamu pia mmepewa kazi ya kujenga minara mingine 132 ya mawasiliano mipya. Niombe sana na hii pia tuikamilishe kwa wakati. Pamoja na kwamba tumetoa lengo la kukamilisha ndani ya miezi 15 ifikapo Machi 2027, lakini naamini kwa changamoto zile ambazo mlieleza mlikutana nazo wakati wa utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 tumejipanga kuweza kuziondoa. Hivyo basi naamini muda huu wa ujenzi wa minara hii 132 iliyokasimiwa kwa Airtel, naamini nayo pia itaweza kukamilika kwa wakati. Endapo mtakutana na changamoto yoyote katika ujenzi wa minara hiyo, basi naomba sana msisite kuweza kutujulisha kama wizara, ili tuweze kuchukua hatua stahiki ili hatimaye kazi hii iweze kukamilika kwa wakati na wananchi wetu waweze kunufaika na huduma ya mawasiliano nchi nzima. Maduka haya tunayaita
Smart Airtel Shops kwa sababu kubwa moja, uendeshaji wake hautumii karatasi, yaani hakuna tena mambo ya kujaza fomu, maana tunasema sasa tunaenda kidijitali, na huduma pia zinapatikana bila kutumia hizo fomu. Matangazo yetu yatakuwa yanarushwa kwa kutumia screen na sio vipeperushi tena, na haya maduka zaidi ya 31 yamegawanyika katika mikoa mikuu ya Dodoma. Tutaenda kuwa na maduka zaidi ya 4, Dar es Salaam tutakuwa na maduka zaidi ya 10, Arusha tutakuwa na maduka zaidi ya 4, Mwanza tutakuwa na maduka zaidi ya 5, na bila kusahau kisiwa chetu cha Zanzibar kitakuwa na maduka zaidi ya 4. Tunawakaribisha Watanzania wote kuja kujipatia huduma hizi katika maduka yetu mapya, na tunawaahidi huduma za kiwango cha juu. Through these investments, more Tanzanians will gain access to fast and reliable internet, secure more financial services, and the countless opportunities enabled by digital connectivity. Network availability, we recognize that access to affordable smartphones is essential for meaningful participation in the digital economy. In response, these new shops will offer financial solutions. Simza Mkopo, Adriana talked about this, to enable more Tanzanians to access smartphones, connect to the internet, and unlock economic opportunities.